Mabango yapo mengi, yapo hapa mjini mengi, lakini yalikuwa ukifika Dodoma pale utaona kwenye roundabout, kule Shinyanga ukiwa unapita utayaona mengi tu. Nafikiri anafanya kazi ya injili, lakini kabla ya injili kuna vitu vimekuwa vimetangulia. Sasa vilivyotangulia, huyu bwana, mimi hapa mkoani alikuja ofisini kwangu Dr. huyu Mchungaji Rashid. Mchungaji Rashid alipokuja ofisini alinipa huu mpira. Akaniambia, mkuu, kuna container kadhaa zinatoka bandarini ya misaada, nataka kuja kugawa kwa mashuleni hapa Tabora. Sample ni hii hapa. Kwa tutaomba siku hiyo uwe mgeni rasmi kwenye ugawaji. Mchungaji Rashid nikamjibu simple tu, nikamwambia wataalamu wangu wakijiridhisha na vyombo, mimi sina neno. Sasa kweli vyombo vya uchunguzi vinafanya kazi kubwa sana, na intelligence yetu zote zipo vizuri sana. Kwa hatimaye wakawa na dauti na aina ya mpira na vipeperushi vya namna hii. Wakawa na dauti ya rangi, alama zilizopo kwenye huu mpira, lakini na rangi zilizopo kwenye vipeperushi hivi. Sasa wakishaweka dauti, manake wana extend uchunguzi. Hizo container nafikiri tayari zilishatolewa bandarini, zikawa zimefika hapa. Wakawa hao mabwana walienda kuomba kibali kwa mkurugenzi wa manispaa ili waweze kugawa. Mkurugenzi aliwaambia, ili muweze kugawa vifaa vya namna hiyo mashuleni, lazima tuwe na barua kutoka kwa katibu mkuu TAMISEMI. Sasa maana yake ilibidi waende TAMISEMI ili wapewe barua, ili tuelekeze sisi mamlaka tuliopo hapa tuwaruhusu na tuwasimamie wagawa. Lakini unfortunately hawakufanya hivyo. Wakazunguka hapa, wakapata barua, lakini kwa usimamizi na kwa uchunguzi ukiwa unaendelea. Wakagawa, wakafanikiwa kugawa shule 55 hapa manispaa. Hii mipira kwa watoto wa mashule hayo waliopita sekondari na msingi na sekondari. Lakini baadaye, kwa sababu vyombo vinaendelea kufanyia kazi, wakasema hili jambo si jema. Alama hizi tunazioanisha na alama ambazo sio za kimaadili, ambayo maadili yetu ya Watanzania sisi hatukubaliani nazo. Kwa tukaamua mipira yote na vipeperushi vyote ambavyo wamepewa watoto vikusanywe, ambayo kazi hiyo imefanyika. Na tumemuita mchungaji ambaye ni mwenyeji na askofu mwenyeji aje atupe maelezo kwenye kamati ya ulinzi na usalama, tukiwa pamoja na wakuu wa wilaya na wataalamu tulionao hapa. Bahati mbaya sana, wachungaji wetu hawa tunaishi nao vizuri sana. Mchungaji Rashid anasema hakuwa ameelewa wala kutambua chochote kuhusiana na alama zilizopo hapa. Kwa hiyo unaweza kaona wao wamepokea mgeni wa kanisa, anataka kufanya uinjilishaji basi, lakini kilichopo ndani yake wao sio konsani yao, na ni kweli hawajui chochote. Hii misaada tungeweza kuikuta pale, wale walioenda kwenye injili pale uwanja wa Kanyenye, wale ni watu wazima, kila mmoja kaamua kwenda pale. Lakini mashuleni pale, kwamba leo shehe wa mkoa akute mtoto wake amefika na kipeperushi hichi, ameambiwa kwamba unatakiwa uokoke au ufanyeje, lakini nyuma haka kajitabu kameandika kadi ya maamuzi. Manake baada ya hapo mtoto huyo anatakiwa amue, aandike jina lake, umri wake, namba ya simu, anwani ya eneo analoishi. Mtoto, nyinyi si mna watoto, wanaweza kuamua kitu cha namna hii. Alafu muda wa kumtembelea mtoto huyo
Lakini ni picha gani ya hicho kijitabu? Kitabu hicho kina picha hiyo ambayo inamwambia maisha yako mapya.